Wasikilizaji na watazamaji, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina muniite mtumishi wa Mungu Ozias Mukohia, na ninakuja mbele zenu juu ya kuwazungumzia juu ya maandalizi ya uamsho wa kanisa. Ili kanisa liweze kuwa na uamsho, linaweza kuwa namna gani? Kwa sasa makanisa mengi hayana uamsho, inakuwa ndani ya sommeil spirituel. Alafu kanisa wakati linapokuwa ndani ya sommeil spirituel, na Mungu hawezi akajitukuza ndani ya lile kanisa. Na mbona Mungu ameweka kanisa katika ulimwengu wa sasa ili liweze kutoa majibu kwa magumu ambayo watu wanakuwa nayo. Alafu katika maandalizi ya uamsho wa kanisa ni somo kubwa sana, ila tuweze kufahamu ya kwamba kanisa haliwezi kufa kama mchungaji hajakufa. Wakati mchungaji anapokufa, vile vile kanisa analoliongoza linafariki vile vile. Alafu katika maandalizi ya uamsho wa kanisa lazima tuweze kufahamu mambo mane. Jambo la kwanza ni kwamba ili kanisa liweze kuwa na uamsho, lile kanisa lazima liweze kujua ya kwamba limekufa. Na wakati kanisa litakapojua ya kwamba limekufa, ndipo litaweza kuanza kuamka. Ya kanisa wakati litakapogundua ya kwamba limekufa, halitaweza kupinga vile vile uamsho. Jambo la pili ni kwamba lile kanisa lazima liweze kuwa na njaa vile vile na kiu ya neno la Mungu. Ile wakati kanisa linapokuwa na njaa na kiu ya neno la Mungu, ile kanisa linatoka ndani ya usingizi, linatoka ndani ya usingizi na linaingia ndani ya uamsho. Maana Kristo akamwambia Petro ya kwamba wewe ni Kefa na juu yako nitaweza kulijenga kanisa. Inamaanisha kwamba Kristo alisema ya kwamba ataweza kujenga kanisa juu ya neno ambalo Petro alikuwa amesema. Na Yesu Kristo yeye ndiye nini? Yeye ndiye neno la uzima. Lazima kanisa iweze kuwa na njaa vile vile na kiu ya neno la Mungu. Jambo la tatu, lazima kanisa katika maandalizi ya uamsho, lazima kanisa iweze kuwa na kiu ya maombi. Lazima kanisa, Wakristo wa kanisa waweze kuzungumza pamoja na Mungu, waweze kufanya mifungo, waweze kufanya mikesha, waweze kudumu katika maombi. Maana maandiko yanasema ya kwamba wanafunzi wa kwanza walidumu katika mafundisho vile vile na katika maombi. Jambo la mwisho ni kwamba lazima kanisa liweze kumjua Mungu wa kweli vile vile na ibada ya kweli. Ile ni jambo la mwisho. Kanisa lazima liweze kumjua Mungu wa kweli ni yupi. Unajua kuna miungu mingi, lakini lazima kanisa liweze kujua Mungu wa kweli ni nani na namna gani kumwabudu, namna gani kumtumikia. Yule Mungu anakuwa na tabia ya namna gani? Wakati kanisa linapojua yule Mungu, ndipo linapita kwa sehemu ya pili ya uamsho, linakuwa na uamsho. Vile vile ibada, lazima kanisa liweze kuwa na ibada nzuri. Uweze kuwa unajua kuna ibada nyingi, lakini lazima kanisa liweze kujua ibada ya kweli. Wapendwa katika Kristo, kwa kumaliza ujumbe huu, ninawaita kuweza kudumu katika maisha ya uamsho, kubaki katika maisha ya uamsho. Maana wakati mtu anapodumu katika maisha ya uamsho, vile vile Mungu anajitukuza na yeye mwenyewe anakuwa jibu kwa taifa la Bwana. Wapendwa katika Kristo, nasema Mungu awabariki. Amina.